na alipofika nuru iliwaka, giza likakimbia, na hatimaye uwanja ukawa madhahabu ya kipaji. Katika dunia ya soka, kila kizazi huzaliwa na nyota, lakini wachache huja wakiwa si nyota tu, bali ni alama za nyakati. Wakati Simba Sports Club ilipoteza baadhi ya vipenzi vya mashabiki, kulikuwa na kilio, kulikuwa na maswali: ni nani ataijenga safu ya kati upya? Lakini Mwenyezi Mungu hakukawia. Kutoka nchi ya Kongo, ardhi ya nguvu na ustadi, alikuja kijana aliyeitwa Eli Kibisawala Mpanzu. Si jina tu, bali ni ahadi. Aliingia kwa miguu mitakatifu, na ndani ya dakika chache tu aliwafanya mashabiki waseme kama ilivyoandikwa: tumepata neema mpya. Huyu si mchezaji tu, huyu ni baraka. Mpanzu alizaliwa na kulelewa katika mitaa ya Kinshasa, ambapo soka si mchezo bali ni maisha. Alitoka kwenye vumbi hadi taa za jiji akiwa na ndoto moja: kuandika jina lake kwa miguu yake. Alijifunza soka si kwa maneno, bali kwa maumivu. Alichoma nyayo zake kwenye nyasi za majaribio, na kwa juhudi zake akawa mwanasoka halisi wa maono na maamuzi. Alipotua Simba hakuhitaji maneno mengi. Mpira wake ulizungumza lugha ya watu wote, kama vile Daudi alivyoingia vitani na jiwe. Mpanzu aliingia kibeba silaha za kiungo mshambuliaji, pasi za mauti, maamuzi ya ujasiri na uwezo wa kufikiria mbele ya sekunde chache kuliko wengine. Aliingia kwenye timu iliyohitaji mbunifu, na akawa mchoraji wa ndoto kwa mashabiki waliokuwa wamechoka na mipira ya kawaida. Huyu si kiungo tu, huyu ni msanii wa uwanja, mchoraji wa njia za kati ya mawingu ya beki wa pinzani. Katika kila mchezo, Mpanzu huandika sura mpya. Pasi zake ni kama mesali za Suleiman, fupi lakini zenye maana. Hucheza kwa akili kama Yosefu aliyepewa ndoto. Hupangua uwanja kama anayesoma ramani iliyofichwa, na mabeki wakimfuata anageuka kama Musa alipogonga mwamba na maji ya bao yakatoka. Mashabiki huita volcano kwa sababu anaunganisha dunia ya mabeki na washambuliaji. Mpaji wa neema kwa sababu pasi zake hufungua milango ya mabao. Nguvu ya tatu kwa sababu huibeba timu yake mgongoni mwake kimya, lakini kwa ufanisi mkubwa. Wakati mwingine wachezaji wake huamsha maneno ya Biblia, na alipoweka mpira kwa mguu wake walijua kuwa uokovu unakuja. Kitabu cha soka Mathayo 7:11. Mpanzu ana thamani isiyopimika kwa Simba Sports Club. Anatengeneza mabao, anajenga imani na anaimarisha umoja. Ni jicho la mwalimu, ni mikono ya washambuliaji, na ni moyo wa mashabiki anaotoa faraja hata kama timu inacheza chini ya kiwango, maana kuwepo kwake ni faraja tosha. Mashabiki wa Simba si watazamaji tu, na wao ni mashahidi wa miujiza. Na kila Mpanzu anapogusa mpira, unasikia msisimko miongoni mwao, kama vile Petro alivyomwona Yesu akitembea juu ya maji. Wanajua kitu kinachoweza kutokea sasa. Wana Simba wamemkumbatia, wanaimba kwa ajili yake. Wamemuita muokozi wakati mtukufu wa pasi za mwisho, na wengine huenda mbali zaidi, husema huyu ndiye tuliyemngojea. Mpanzu ni baraka iliyotua kwa Mkapa. Mpanzu si mwisho wa historia ya Simba, bali ni ukurasa mpya uliojaa matumaini. Wakati mataifa mengine yanafukuzia majina makubwa kwa pesa, Simba ilichagua mchezaji wa thamani halisi anayejua maana ya jezi, heshima ya klabu na sauti ya mashabiki. Na kama ilivyoandikwa, watakoendelea kuamini watashuhudia utukufu wa kiungo. Hivyo ndivyo Simba ilivyoona kwa Mpanzu. Simba Sports Club imepata si tu mchezaji, bali nembo ya uchezaji wa kisasa. Mpanzu ni somo, ni zawadi, na ni moyo uliojaa moto wa ushindi. Muda utaandika mengi, lakini historia itasahau kuwa Eli Kibisawala Mpanzu aliwahi kuwa miongoni mwa wana uwanja walioijenga ufalme wa Simba. Mwanamichezo, hii ni Annual Sport. Aliandaa makala hii ni Yusuf Mpuma, na imewakilishwa na Rahma Bilali.